Luke Stats, Sport Next Level. Ngoma ngumu. Pengine hayo ndio maneno pekee unaweza kuyatamka kuhusiana na kile kilichojiri katika kikao kilichokuwa kikisubiriwa kwa hamu kati ya bodi ya ligi dhidi ya wananchi Yanga kuhusiana na mustakabali wa mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo kwenye ratiba za bodi ya ligi zinaonyesha kwamba inapaswa kuchezwa Juni 15 mwaka huu wa 2025. Katika kikao hicho kilichofanyika kwenye makao makuu ya bodi ya ligi Mafao House Ilala jijini Dar es Salaam, ilitarajiwa mwisho wa siku kutoa hatima ya mechi hiyo ya dabi ya Yanga dhidi ya Simba. Inafahamika wazi kwamba Yanga hapo kabla maamuzi yake ni kutocheza mechi hiyo, lakini bodi ya ligi inasimamia msimamo wake kupitia ratiba waliokuja kuitoa kwamba itachezwa Juni 15, ikiwa ni baada ya kuahirishwa kwa dabi hiyo ambayo ilipaswa kuchezwa awali Machi 8 mwaka huu. Lakini baada ya kikao hicho ambacho ni bodi ya ligi ndio waliwaita viongozi wa Yanga hapo Ilala kwenye makao makuu ya bodi, matokeo yake Yanga wameibuka na taarifa yao rasmi kupitia ukurasa rasmi wa klabu hiyo wa Instagram, ikieleza kwamba msimamo wake uko pale pale kwamba hawachezi dabi hiyo ya Juni 15, na sababu wakieleza kwamba ni mpaka pale matakwa yao walioyawasilisha kwa maandishi kwenye bodi ya ligi yatakapotekelezwa. Ifahamike kwamba Yanga wanachoamini ni kwamba bodi ya ligi haiwatendei haki, lakini matokeo yake ni kwamba kwa kuamini hilo wameitakia kheri bodi ya ligi, lakini wao mchezo huo namba 184 kwao hawataucheza kwa siku hiyo ya Juni 15. Lakini muda mfupi baadaye bodi ya ligi ikatoa taarifa kupitia kwa CEO wake Almasi Kasongo, ambaye yeye kwa ufupi tu alisema ratiba iko pale pale ya kwamba mechi hiyo ya dabi Yanga itakayokuwa mwenyeji dhidi ya Simba itaendelea kuwa kama ilivyo, kwa maana kwamba kuchezwa Juni 15. Katika maelezo yake zaidi, Kasongo, CEO wa bodi ya ligi, alieleza kuwa baadhi ya matakwa ya Yanga ni magumu kuyatekeleza. Akataja matakwa 4 ambayo Yanga kimsingi wameyasisitiza kwao. Moja wapo ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, lakini lingine ni pamoja na bodi ya ligi kuwa huru, jambo ambalo Kasongo amelitolea mfano kuwa ni gumu kutekeleza kwa haraka, kwa sababu matakwa mengine walioyatoa Yanga kwao, yakiwemo hayo unayoona hapo ndugu mtazamaji, utekelezaji wake unahitaji muda, kwa sababu mengine yanahusisha mabadiliko ya kikatiba na mengine yako nje ya mikono yao wao kama bodi ya ligi. Matokeo yake ni nini sasa? Bodi ya ligi wamesisitiza dabi iko pale pale, Yanga wamesisitiza msimamo wao uko pale pale kwamba hawachezi mechi hiyo ya dabi Juni 15. Je, nini kitakachofuata? Ikumbukwe mechi hii ilipaswa kuchezwa Machi 8, lakini bodi ya ligi wakaiahirisha baada ya msigishano wa muda mrefu. Baada ya bodi ya ligi kutoa ratiba, hatimaye bodi ya ligi waita viongozi wa Yanga ambao leo hii walikwenda kwenye kikao hicho wakiongozwa na makamu wa rais Arafati Haji. Rais wa Yanga Engineer Hersi Said, taarifa zilizopo ni kwamba hayupo nchini, yupo Marekani, lakini waliohudhuria ni pamoja na wajumbe wa kamati tendaji akina Rogers Gumbo, Alex Ngai, lakini waliohudhuria pia ni pamoja na CEO Mtine, lakini vile vile mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma Ali Kamwe. Sasa matokeo yake ndio haya, Yanga hawachezi, wanasisitiza, bodi ya ligi wakisisitiza mechi iko pale pale Juni 15. Je, nini kitakachofuata? Ni swala la kusubiri kuona hatima yake. Lakini ikumbukwe katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wanaoongoza ni Yanga, wako juu kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 73, wakiwa wamefunga mabao 71, wakiruhusu mabao 10. Yanga kwa pointi hizo walizonazo ndio wako juu kileleni. Kwa mabao haya waliofunga ndio timu yenye safu kali zaidi ya ushambuliaji. Hakuna timu yenye mabao mengi kama Yanga ambayo imecheza mechi 27. Lakini kwa mabao haya walioruhusu ndio timu yenye ngome imara zaidi, kwa sababu ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko klabu zote miongoni mwa timu 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara, wao wakiwa kileleni. Lakini ya pili kwenye msimamo ni Simba ambayo yenyewe ina pointi Simba ina pointi 72,
Mabao yaliyofunga Simba ni mabao 63, wameruhusu mabao 11. Kwa mabao haya Simba ndio ya pili kwa ufungaji mabao katika ligi kuu Tanzania bara baada ya Yanga, licha ya kwamba kwenye point wako wa pili pia wakizidiwa pointi moja tu, ingawa zote zimecheza mechi 27 kila moja. Lakini kwenye mabao ya kuruhusu Simba ndio timu ya pili kwa ukuta mgumu baada ya Yanga ambayo imeruhusu mabao 10, wao wameruhusu mabao 11. Ni dhahiri kwamba kwenye mechi hii hatima ya bingwa wa msimu huu ilitarajiwa kutoka katika mechi hiyo, kwa sababu timu inayoshika nafasi ya 3 ya Azam, timu inayoshika nafasi ya 4 Singida Black Stars, ya 5 Tabora United na nyinginezo, hakuna hata moja ambayo hata ikishinda mechi zake zote zilizobaki inaweza kufikia idadi ya pointi zilizofikiwa na Simba na Yanga, kwa sababu Simba kwa pointi zake 72 ilizo nazo Azam hawezi kufikia, wala Singida. Lakini pia pointi walizonazo Yanga hakuna anayeweza kuzifikia miongoni mwa timu nyingine zilizosalia. Azam ukishinda mechi zote anatimiza pointi 63, wakati Simba ana pointi 72, Yanga ana pointi 73. Singida Black Stars wakishinda michezo yao yote iliyobaki miwili wanatimiza pointi 59, wakati Simba tayari wana pointi 72, Yanga wana pointi 73. Kwa sababu hiyo mechi hii ilitazamiwa kama Yanga wangepata sare halafu wakashinda mechi zilizobaki, maana yake tayari wao ni mabingwa, kwa sababu kila mmoja angeshinda mechi zake, Yanga ingekuwa juu dhidi ya Simba kwa pointi moja zaidi. Lakini kwa Simba mechi hii ya dabi hakuna wanachotakiwa kufanya isipokuwa ni kushinda tu, ili hata Yanga akishinda mechi zake zilizobaki wao wawe mabingwa. Maana yake kama Yanga wangetoa ubingwa kwa kupitia mchezo huo, ni dhahiri kwamba Yanga wakitoa ubingwa itakuwa ni mara ya 4 mfululizo, kwa sababu misimu 3 iliyopita yote Yanga ndio mabingwa. Lakini Simba wakiweza kupindua meza kibabe katika msimu huu, maana yake watakuwa wameisimamisha Yanga ambayo imekuwa ikitesa zaidi katika ligi kuu Tanzania bara kwa misimu 3 mfululizo ikitoa ubingwa dhidi ya timu nyingine. Kwa hiyo Simba kutoa ubingwa watakuwa wameifungisha breki Yanga. Sasa hatima ya mchezo huu ambao pengine ungetoa picha ya bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa uwanjani kwa kuvuja jasho, sio kwa kutumia kanuni, ni kwamba sasa mechi hii bado ina hang. Ndio inaning'inia, kwa sababu Yanga wanasisitiza hawachezi, na ikumbukwe leo ni tarehe 9, mchezo unapaswa kuchezwa Juni 15. Mbwaduke Stats, Sport Next Level. 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 Mbwaduke Stats, Sport Next Level.